kuweza kukijenga kikosi. Kwa msimu huu kikosi tumefeli kwa asilimia kubwa. Katika mashindano ya Champions League Simba Sports Club hatujazoea kupata pointi moja katika michezo yote minne, ikiwemo michezo miwili nyumbani. Tunaamini katika dimba la nyumbani ndio dimba muhimu sana kwa Simba kuweza kutengeneza pointi zao. Lakini mwisho wa siku kwa msimu huu tumepoteza na hatuna namna. Hata tukianza kulaumu sana tutalaumu wote, lakini mwisho wa siku tumefeli. Yaani kiufupi tumefeli. Tujipange upya, tuangalie mashindano yalobaki na kwa msimu ujao tuje vizuri zaidi. Nafikiri usajili yani ufanyike kwa viwango vikubwa zaidi. Simba tumefeli kwa asilimia kubwa sana. Hatujazoea. Robo ni ngumu. Ni ngumu. Hata ukishika calculator ukiileta bado haiwezi kuja kwa haraka. Haiwezi kuja kabisa. Hata ukiwaombea wapinzani wao. Hatuwezi kuombea watu ambao wanapambana kwenye mashindano yao. Sisi kwa nafasi yetu tumeshafeli. Kama umefeli wewe ni umefeli tu. Huyo mwenzio angalie namna gani ya kufanya. Kama yeye atapambana ni yeye, lakini sisi tumefeli. Pengine kitu gani hasa ambacho kimewakwamisha hasa katika mchezo? Kilichotukwamisha ni kutengeneza nafasi nyingi, mwisho wa siku tunashindwa kuzitumia. Unashinda goli mbili, unashindwa kuzuia jinsi gani ya kuweza kumaliza mchezo wako. Tumeshinda goli mbili kipindi cha kwanza, kipindi cha pili tumeona sababu zilizofanyika. Uzembe umetokea, mistake kadhaa zimetoka. Tumeweza kupoteza mchezo. Tumeona nafasi ya Kagoma ilikuwa muhimu sana katika timu. Wengi wanasema Kagoma anacheza back pass, lakini mwisho wa siku kwenye kiungo huwa anakituuliza pale katika namba yake 6. Lakini pengo la Nangu pia limeonekana. Nangu ameweza kuumia, ametoka katika mchezo. Kwa hiyo tukatoka kabisa kwenye reli. Wametufunga yani goli ambazo yani ni nyepesi na ni rahisi sana. Lakini tungeweza kuangalia namna gani ya kufanya kwa zile goli mbili tulivyoshinda. Mwalimu angekuja na mfumo namna gani wa kuzuia au kuangalia kiungo pale katikati kinatulia vipi. Tungeweza kuhimili zile goli mbili, lakini unashinda mbili unarudishiwa mbili. Simba katika mashindano ya Champions League sio mazoea yetu. Yani huu ni hatujazoea, huu ni ugeni kwetu na ugeni huu umetupa pengo kubwa kama wana Simba. Tumeumia, tumepoteza. Kwa hiyo hatuna namna, lazima tujipange upya. Tukubali kwamba kwa msimu huu katika kombe la Champions League hatuna kitu cha kujivunia. Ila NBC bado mna matumaini? NBC tuna matumaini makubwa sana. Lakini matumaini hayo ni kikosi kitulie. Lazima tutulize kile kikosi. Maingizo mapya ni mengi, waliopo wenyeji nao baadhi wapo, lakini combination bado haijawa bora zaidi. Nieleza kwamba Chama ndio mchezaji ambaye kwenye mashindano haya ni hatari sana. Tumemshuhudia kwenye mechi ya ligi kuu, lakini mechi ya kwanza tumeona performance yake. Kwa upande wa leo kitu ambacho ameongeza kwenye timu na pengine kuwa nafasi. Kwa upande wa leo nafikiri ni kidogo alichokiongeza. Chama kawaida yake waga ni mchezaji ambaye anatuliza timu mara nyingi. Lakini kwenye mchezo wa leo tumeona combination aliyoanzisha mwalimu huenda haikuwa fit zaidi kwa upande wa Chama. Lakini mwisho wa siku ana umuhimu wake katika Simba na tumeona hata katika mchezo uliopita kuna kitu fulani ameonyesha. Katika michezo inayokuja wachezaji wanavyozidi kuungana, Simba imekuwa ni timu ambayo kwa misimu ya hapa karibuni inavunja sana timu. Unapovunja timu huwezi kutegemea kwamba ukaijenga kwa wakati mmoja ule. Lazima utegemee kwamba lazima udondoke, ujiandae namna gani ya kuinuka chini. Sisi tunatumia nguvu kubwa kuinuka, lakini ile nguvu kwa wakati huu bado haijatusaidia. Kwa hiyo lazima tuamue sisi tumedondoka. Na tumedondoka kwa namna gani? Tumekuwa tukisajili wachezaji wengi lakini hawajatupa ile mahitaji ambayo tunayatarajia. Kwa hiyo lazima tukubali kwamba tumeanguka, tunahitaji kuanza taratibu na kurudi katika ule ubora wetu. Na unarudije katika ubora? Lazima huwe mpole. Uwezi kuforce. Tunavyoforce ndo tunazidi kuharibu zaidi. Na ndio maana unaona leo katika mchezo wa leo mwalimu anajitahidi kuingiza wachezaji wengi kina Mpanzu kina nani. Lakini mwisho wa siku wamekuwa na wachezaji ambao hawezi kutuzalishia matunda. Kwa hiyo lazima tuwe wapole, tutulie, tuangalie namna gani ya kurudi katika mfumo uliokuwa bora. Simba imekuwa ni mbovu sana katika misimu ya hapa karibuni. Na sijui wachezaji wengi wenye majina makubwa ila hatujui shida yetu iko upande gani. Viongozi wakae chini waangalie tatizo liko upande gani ili tuweze kurudi katika mfumo uliokuwa bora zaidi. Shukrani sana. Thank you.